tunakwenda kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini tunawachagua pia madiwani na wabunge, na tayari kumekwisha jitokeza maneno kupitia mitandao ya kijamii na kutoka kwa wanaharakati kudai kwamba Oktoba 29 watafanya maandamano, na kwa namna inavyoonyesha maandamano haya sio ya amani, japokuwa wao kwa midomo yao wanasema ya kuwa maandamano yale ni ya amani, lakini maandamano yale si ya amani. Watu wa mantiki wana usemi unaosema lisanul hali afsahu min lisanil maqali, ulimi wa matendo ni mfasaha zaidi kuliko ulimi wa maneno. Hapo nyuma kidogo wanaharakati hawa walizunguka nchi nzima wakiwa na kauli mbiu yao inayosema no reform no election. Kama hakutokuwa na mabadiliko basi hakutokuwa na uchaguzi. Kisha baada ya kauli mbiu yao hii kukazuka suala la maandamano. Tena suala lenyewe, maandamano yenyewe yanafanyika Oktoba 29, siku ambayo watu wanakwenda kutimiza haki yao ya kuchagua, na wala maandamano haya hayafanyiki siku nyingine. Kwa hiyo utaona kuna munasaba mkubwa baina ya kuzuia uchaguzi, baina ya kuleta vurugu pamoja na maandamano hayo. Lakini wao ukiwauliza wanakuambia ni maandamano ya amani. Kuandamana ni haki ya Mtanzania. Tena wanasema wao hawana haki ya kuomba, wao wana haki ya kupeleka taarifa kwenye vyombo vya usalama na ulinzi ili wapatiwe ulinzi. Lakini wanasahau vyombo vya usalama na ulinzi vina haki ya kupima na kutazama, je, maandamano haya yatakuwa ni ya amani? Kama ni maandamano ya amani basi wao wataruhusu. Na ni mara ngapi wamekuwa wakiruhusiwa tangu ameshika madaraka mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan? Kwa nini? Kwa sababu vyombo vya ulinzi na usalama vilijiridhisha kwamba maandamano yale yatakuwa ni ya amani, ndio maana walipewa fursa hiyo. Hivyo basi vyombo vya ulinzi na usalama vinapoona kwamba maandamano hayo hayatokuwa ya amani, tena yanafanyika siku ambayo watu wanakwenda kutimiza haki yao ya kuchagua, lazima wapige marufuku, na wao watakuwa hawana haki ya kuandamana. Kama watatumia nguvu, hii itakuwa ni sawasawa na kumchezea simba masharubu. Yani wewe unapovichezea vyombo vya dola ni sawasawa umekwenda porini ukamshika simba masharubu. Na tunaviambia vyombo vya ulinzi na usalama, vyombo vya ulinzi, ya kwamba wakiwaachia hawa mabwana itakuwa ni kama vile ule usemi unaosema mbwa akikuzoea atakufuata mpaka msikitini. Kwa hiyo tunaviomba vyombo vya ulinzi na usalama washikilie msimamo wao huo, kwa sababu wazee wetu wameitafuta amani hii kwa juhudi kubwa, lazima na sisi tuienzi. Lakini kubwa zaidi, wito ambao ninauelekeza kwenu ndugu zangu katika ibada, sisi kama Waislamu, dini yetu haijatufundisha kutafuta haki kwa kuandamana. Haijatufundisha kutafuta haki kwa kuandamana. Tunapokinzana katika jambo lolote, Qur'ani inatuambia turejee katika kitabu na sunna. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Mkikinzana katika jambo lolote, basi lirejesheni lile jambo katika Qur'ani na sunna. Sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam haitufundishi hivyo. Kuna hadithi inayotokana na Abi Hunaida Wail ibn Juhri. Hadithi anasema sahaba mmoja wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anayeitwa Salama al-Ju'fi, Salama ibn Yazid al-Ju'fi, aliwahi kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, araaita in qamat alaina umara'u, je, waonaje ikiwa watatutawala viongozi
Na umarau hapa usije ukadhani ni wale viongozi wanaongoza dola ya Kiislamu tu. Wanaingia wafalme na wanaingia maraisi. Kila kiongozi ambaye ameshika dola anaingia kwenye neno hili umara. Sasa huyu sahaba Salamatu ibn Yazid al-Ju'fi yuamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, araaita in qamat alaina al-umara, waonaje ikiwa watatutawala viongozi, fayasaluna haqqahum, kisha viongozi wale wakawa wanatuomba haki yao na sisi tunawapa, wayamnauna haqqana, lakini wao wakawa wanatunyima haki zetu, famadha taamuruna ya Rasulullah, ukifikia muda huo unatuamrisha nini ewe Mtume wa Allah? Kana kwamba sahaba huyu alikuwa anataka ajibiwe na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa watawala wanakuombeni haki zenu nyinyi mnawapa, wanakuombeni haki zao nyinyi mnawapa, lakini nyinyi mnawaomba haki zenu wanakunyimeni, basi tokeni na muandamane dhidi yao. Kana kwamba sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitarajia jibu kama hili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini alipouliza mara ya kwanza, Mtume alinyamaza kimya, hakumjibu, kwa sababu alijua kusudio lake ni nini. Mpaka sahaba huyu akauliza mara ya pili, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, araaita in qamat alaina umarau, waonaje ikiwa watatutawala viongozi, yasaluna haqqahum, wanatuomba haki yao, sisi tunawapa, wayamnauna haqqana, lakini wao wanatunyima haki yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, isma'u wa ati'u, wasikilizeni na muwatii. Hakumwambia tokeni muandamane, andamaneni muwatoe katika utawala. Mtume hakusema hivyo. Waislamu msije mkaingia kwenye mtego huo. Hayo sio mafundisho ya Qur'ani na Sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, isma'u wa ati'u, sikilizeni na mtii. Kisha akayafunga maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa inna ma alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum, hakika wao wanayo majukumu, wanayo masulia waliobebeshwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na nyinyi kama raia munayo masulia mliobebeshwa na Allah. Masulia waliobebeshwa watawala na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni wao kuhukumu kwa uadilifu, ni kuwatendea haki raia, kuhakikisha kwamba zile huduma za kijamii zinakamilika, kama ni barabara zinajengwa, kama ni maji yanapatikana, umeme unapatikana, mahospitali yanajengwa, shule zinajengwa, walimu wanalipwa mishahara. Fa inna ma alaihim ma humilu, wao wana majukumu waliobebeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wasipoyatekeleza majukumu hayo wataulizwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa watakuwa wamefanya dhulma kubwa. Lakini Mtume akasema, wa alaikum ma humiltum, na nyinyi raia munayo majukumu mliobebeshwa na Allah. Majukumu waliobebeshwa raia ni kuwasikiliza viongozi wao, hata kama watakuwa vipi, na kuwatii, kwa sababu madhara ya kutokuwatii viongozi ni makubwa zaidi kuliko yale yanayotendeka. Haya ndiyo mafundisho yetu sisi kama Waislamu. Hivyo ndugu zangu katika imani, ninachukua fursa hii kukuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu. Ikiwa kesho kutwa utatoka kwa ajili ya kwenda kutimiza haki yako ya kuchagua, toka kwa amani, na wala usiwe wa mwanzo kuivunja amani. Amani ni tunu ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sisi wananchi wa Tanzania. Tena ma'al asafi shadidi, linalo nihuzunisha mimi, wale wanaokuhamasisheni nyinyi muandamane hawako nchini hapa. Juzi nimeona klipu moja, mwanamama mmoja yuko Marekani, anaonyesha pasipoti yake ya Marekani. Yani anakuhamasisheni nyinyi muandamane na hali ya kuwa yeye ana uraia wa Marekani. Wewe ndiye unaelia hapa. Pale unapopalia usinyee, ukishapanyea kesho utalia wapi wewe?
Sasa yule anayekuhamasisha, ukimtazama physical appearance yake, muonekano wake, kuanzia kule kuvaa kwake hata yale maneno yake, wallahi ni jambo linasikitisha sana. Hakuweza kuulinda mwili wake, anaweza kuilinda amani ya nchi. Hakuweza kuyahifadhi maneno yake na kuangalia nini anachotakiwa kukisema na nini ambacho hatakiwi kukisema. Anaweza kuhifadhi amani ya nchi? Haiwezekani hata siku moja. Halafu leo wewe Muislamu unamsikiliza huyo na unafuata kila anachokisema. Maana sisi tunaambiwa alhikmatu dhallatul mu'min. Hikma ni jambo ambalo limempotea mu'min. Fahaithuma wajadaha akhadhaha. Mahala popote Muislamu atakapoikuta hikma anatakiwa ichukue. Sasa yale yanayozungumzwa kupitia mitandao ya kijamii na wale kina mama walioko nje, kuna hekima gani ambayo wewe unaweza ukaichukua kutoka kwao? Mpaka wewe ambaye ni Muislamu mwenye akili, Allah subhanahu wa ta'ala amekupa nyenzo ya akili, unafuata maneno hayo kisha unatoka na unaandamana. Hivi leo ukidhurika wewe, yeye atakuja Tanzania kukusaidia? Itakuwa ni sababu ya kumtaabisha babako na mama yako, familia yako. Kwa Muislamu unatakiwa utumie akili, ambapo akili hii ndio itakayokufanya wewe uyakontrol matamanio yako. Tunachoelekezwa sisi Waislamu ni kuwasikiliza watawala, ni kuwatii watawala kwa lile ambalo wanalotuelekeza. Na hii ni kwa ajili ya maslahi mapana ya amani ya nchi. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie juu ya haya yote tunayoendea, na hasa katika kipindi hiki kigumu cha ukaguzi.